Yesu asifiwe tena. Amen. Tuombe tujifundishe neno kwa dakika chache. Mungu wetu uishie juu mbinguni, katika jina la mwanako Yesu Kristo, tunakushukuru na siku ya leo tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako. Tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi, umetuhifadhi, umetusababisha kuingia katika mwaka mwingine wa 2026. Nakushukuru kwa kutujalia tujumuike katika hekalu lako, ikiwa ni Jumapili ya kwanza katika mwaka. Asante kwa wema wako katika maisha yetu, asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo wako na asante kwa rehema zako. Tunanyenyekea mbele zako siku ya leo, kuungama dhambi zetu na kuomba rehema zako, kuomba msamaha wako katika yote ambayo tumejihusisha kinyume na mapenzi yako, kwa macho yetu, kwa fikira zetu, kwa maneno ya vinywa vyetu na hata kwa matendo yetu. Tunaomba Mungu uturehemu, tusamehe, tusafishe kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo. Tunaomba utupe kibali katika hekalu lako, tunapoenda kuhusika kila mmoja wetu kwa njia mbalimbali katika ibada na hata katika darasa la Biblia. Tunaomba Mungu utupe kibali, tunaomba ujitukuze kupitia kwa sisi, na tunaomba Mungu sisi tunyenyekee ili wewe uonekane. Na tunakushukuru kwa wale ambao wamefika, tunakushukuru hata kwa wale ambao bado wako njiani wanakuja. Tunaomba Mungu waongoze katika njia zao, tunaomba ujidhihirishe katika kila jambo, ujidhihirishe katika ibada, na ujidhihirishe kwa maisha yetu, kila mmoja wetu, hata katika mahitaji yetu. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo, ndiye Bwana mwombezi wetu. Amen. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Danieli sura ya 7. Daniel chapter 7. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka mstari wa 16. Daniel chapter 7 verse 1 up to verse 16. Kuna shida kidogo ya matamshi. Hii Jumapili leo niko na shida ya matamshi kidogo. Mtanisamehe. Nikipona nitazungumza vizuri, sio? Kama nasikia sauti yangu inatoka vizuri, sawa. Kwa sababu I have a problem na kufungua kinywa. I don't know what is happening with the tongue. Biblia inasema katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu
naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Mstari wa 6, kisha nikatazama, na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama, mnyama wa nne, mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama, katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama, hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto uwakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa iliyoyasema ile pembe, na litazama, hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Mstari wa 15, basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kinywa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo yote. Bwana abariki andiko. For the sake of time, we stop at verse 16. What is the meaning of all this? What is the meaning of all this? Wale ambao wanaangalia Kiingereza wanaona katika mstari wa 16, Daniel anauliza, what is the meaning of all this? What is the meaning of all this? Je, ni nini maana ya kweli ya hayo yote? Ni nini maana ya kweli ya hayo yote, ama ya haya yote?
unaposoma hiyo sura, ukiangalia katika mstari wa 15 na mstari wa 28, Danieli anasema roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Verse 28 anasema fikira zangu zilinifadhaisha. Katika verse 28. Katika verse 15 Biblia inasema, Daniel anasema roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na katika verse 28 anasema fikira zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika. Fikira zangu zilinifadhaisha, uso wangu ulinibadilika, roho yangu ilinihuzunika, ama ilihuzunika, roho yangu ilihuzunika. Daniel was troubled with the vision of the dream that he had. Daniel was troubled. Alisumbuka na akaomba asaidiwe na malaika alikuwa pale. Malaika akamsaidia, akampa tafsiri ya hayo yote ambayo aliona katika ndoto. Katika hiyo verse 16 tumeona, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote, basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Malaika alikuweko. Danieli akamuuliza, what is the meaning of all this? This that is troubling me, this that is destroying my face, this that is denying me peace. Malaika akampa tafsiri ya mambo hayo yote. Sisi hatuna malaika wa kumuuliza, lakini tunaweza muuliza tu Mungu, sio? Tunaweza muuliza tu Mungu. Tuko na ruhusa ya kumuuliza Mungu. Tuko na ruhusa ya kumwambia Mungu, Mungu, hatuelewi, tutafanyaje ili tuelewe? That's why it's important. Tunaposoma Biblia, tunasoma Biblia pamoja na kuomba. Tunasoma Biblia pamoja na kuomba ili yale ambayo tufahamu Mungu atupatie ufahamu. Wanaweza sifa sana. Kusoma tu Biblia bila maombi itakuwa vigumu. Kama vile tulivyosema, sehemu ya pili ya kitabu cha Danieli, ambayo ni sehemu ambayo inachukua sura ya 7 mpaka sura ya 12, is one of the parts of the Bible that are not common. Hizi ni sehemu mojawapo ya sehemu katika Biblia ambazo zimesaulika. Watu wengine wanasema it is very difficult for us to understand, so there is no need for us to read them. Yes, Daniel was not understanding, but Daniel asked for help. That's why they are saying we too have to ask. We only can ask from God to illuminate our minds. Watu wengine wanasema haipo haja ya sisi kusoma sehemu hizi za maandiko kwa sababu imekuwa vigumu kwa wasomi kukubaliana tafsiri. It has been difficult for scholars to agree on the interpretation. Everybody seems to have their own interpretation, and that some people take it as a reason not to give attention to this kind of passage, because they say the scholars differ in interpretation. Each scholar has his own interpretation. I think that should not be a reason for us to sideline this passage. We just have to give attention to it
because it is the word of God. And some people think that we have to avoid this passage because maybe it is scary. Hii kitabu nasoma inatisha, si ndio? Inatisha. Na mhubiri mwingine alikuwa anatuambia kule Malaysia, alienda kuhubiri. One of my lecturers alituambia walikuwa kule Malaysia akahubiri, na kwa kanisa alikuwa amealikwa, na pastor akamwambia, ujumbe wako umeingiza uoga sana kwa washirika wangu. You have really threatened my church members. Na akamwambia, again, I will never make a mistake to invite you to my church. Sitawahi fanya makosa tena ya kualika, kwa sababu wewe ujumbe wako si ujumbe wa kubariki, si ujumbe wa kutia moyo, ni ujumbe wa kuingiza uoga kwa watu. Alikuwa amezungumza mambo ya nyakati za mwisho, jehanamu. Alikuwa amezungumza sana sana kuhusu jehanamu, hell. Akaambiwa ameingiza uoga kwa washirika, na akaambiwa kwa hiyo hata waalikwa tena. So watu wengine wanasema hii sehemu ya maandiko ya kitabu cha Danieli sura ya 7 mpaka 12 na uoga mwingi, inatisha sana, na kwa hivyo haina sababu ya kuweka maanani. Lakini sisi tunasema ni neno la Mungu, na Mungu ana makusudi ya hili neno, japo ni mambo ambayo yanahusu nyakati ambazo ni za mbele, hatujafika huko. Mungu anataka mambo haya yatakapokuwa yakitendeka tuwe tuna ufahamu wake. Sio ndio sababu ya Mungu kutujulisha hii mambo mapema, ingawa ni mambo yatafanyika mbele huko sana, si ndio? Sababu ni kwamba yatakapokuwa yanafanyika tuwe na habari ya kile ambacho kinaendelea, tusiwe kwa giza. Tulikuwa tumesema kwamba sehemu ya kwanza ya Danieli, which is chapter 1 up to 6, is a history part, na chapter 7 mpaka 12 tukasema ni prophecy. But then wakati ambapo tunasoma chapter 7 utapata kwamba we cannot read chapter 7 without reading its parallel in chapter 2. Yani, ili tuelewe chapter 7 tunalazimika turudi kwa chapter 2. In another way, chapter 7 is a continuation of chapter 2. If that is the case, then it means that the first division is historical as well as prophetic. I want to make the correction. Amen. Very few will realize what I'm saying. Still, tulikuwa tumesema chapter 1 up to 6 ni historic, still. Then chapter 7 up to 12 is prophetic. Then what we are saying is, as we read chapter 7, we shall realize that we have to come back to chapter 2. So, in other words, it's like chapter 2 is a continuation of chapter 7. If that is the case, then we have just to say that the two divisions, part 1 and part 2 of the book of Daniel, are both historic and both prophetic. Wanaweza sifesa. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati mwingine Masaida tufanya vibaya, lakini tutashukuru Mungu kwa hizo dakika chache tu.
Wakati tulikuwa tunajifunza chapter 2, kama mnakumbuka, tuliona statue ama image ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa 4 different materials, ndio? Tuna sura ya mtu ama picha ya mtu ambaye kichwa chake kilikuwa kimetengenezwa kwa material tofauti, mabega na arms zimetengenezwa kwa material tofauti, si ndio? Thighs zimetengenezwa kwa material tofauti, feet kwa material tofauti. Na tukasema katika chapter 2 kwamba head of gold, wale mnakumbuka, si ndio? Yes. Head of gold ni nani hao? Ni Babylon, si ndio? Tulisema kichwa cha dhahabu katika hiyo ndoto kinawakilisha nini? Babiloni, ufalme wa Babiloni. Na tukasema chest of silver, kifua cha fedha kinawakilisha ufalme wa Mede na Wapashani. Katika Kiswahili wanaitwa Wamedi na Waajemi, the Medes and Persians. Katika chapter 2 bado tukaona katika hiyo picha ya huyo mtu ambaye mfalme alikuwa ameota, thighs zake zilikuwa za bronze, ama wanahitaji kwa Kiswahili shaba, ndio? Na tukasema huo ni ufalme wa Greece, the kingdom of Greece. Na tukasema kuna legs of iron katika chapter 2, legs of iron. Na tukasema huo ufalme ni ufalme wa Rome ama Warumi. Sasa katika chapter 7 we have the same idea, the same information, but now represented in a different way. Sijui kama kuna mtu ataona hiyo kitu, sio? We have the same information but presented in a different way. In this case, we don't have a human figure giving this information, but we have the animals, the beasts. Are we together? The information we have in chapter 2 is more or less the same information that we have in chapter 7, only the way in which it has been presented. In chapter 2, it has been presented through a human figure with different materials forming that human figure. Each material representing a different kingdom. But in chapter 7, now we have the same information represented through the beasts. So that we have the first beast, which is a lion, the second beast, which is the bear, dubu kwa Kiswahili, then the third beast, the leopard, then of course the last beast, the fourth one, the terrifying beast, very different from the 3 beasts before. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inaeleweka kweli? Yes. Nimejaribu vile naweza kufanya ikuwe ya kueleweka. Nimejaribu kabisa. So, kama uko na chapter 2 kwa akili zako, uko na ile ndoto ya mfalme Belshazzar. Mfalme, is it Belshazzar, or I just know that he is the third Nebuchadnezzar. Ni mfalme Nebuchadnezzar wa 3 ambaye jina lake alikuwa anaita Nabonidus.
kwa sababu Nebuchadnezzar is a title. Some different people come in the same office, they assume the same title, they have their names, isn't it? So we have the first Nebuchadnezzar, the second. The Nebuchadnezzar who had this dream in chapter 2 is Nebuchadnezzar the third, and his name is Nabonidus. Alikuwa amelala, akaota ndoto, akaona mtu kichwa cha dhahabu, si ndio? Wangapi wanakumbuka hii? Wangapi? Tuko na wachache. Recently ulikuwa wakati tulikuwa tunasoma hiyo, si ndio? Imagine tunatakiwa kuwa na time na kurefresh hizi vitu. Tuweke hizi tafsiri vizuri. Chapter 2 inasema, pengine kama uko nayo chapter 2. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wahisiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Basi wakaingia, wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo hao Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme, uishi milele. Tuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa njaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu hata zamani zitakapobadilika. Basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme wakasema, hapana mtu duniani awezaye kulionyesha neno hili la mfalme, kwa maana hapana mfalme wala bwana wala liwali aliyetaka neno kama hili kwa mganga wala kwa mchawi wala kwa Mkaldayo. Verse 11, neno la ajabu hili analolitaka mfalme, wala hapana mwingine awezaye kumwonyesha mfalme neno hilo ila miungu wasio na kikao pamoja na wenye mwili. Basi kwa hiyo mfalme akaghadhabika sana, akaona hasira nyingi, akatoa amri kuangamiza wenye hekima wote wa Babeli. Basi ile amri ikatangazwa, na hao wenye hekima walikuwa karibu na kuuawa. Watu wakamtafuta Danieli na wenzake ili wauawe. Ndipo Danieli kwa busara na hadhari akamjibu Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ametoka ili kuwaua wenye hekima wa Babeli. Alijibu akamwambia Arioko, akida wa walinzi wa mfalme, mbona amri hii ya mfalme ina ukali namna hii? Ndipo Arioko akamwarifu Danieli habari ile. Basi Danieli akaingia akamwomba mfalme ampe muda, kisha yeye atamwonyesha mfalme tafsiri ile. Verse 17 ya chapter 2 ya Daniel. Ndipo Danieli akaenda nyumbani kwake, akawapasha habari kina Hanania na Mishaeli na Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ili kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akajibu akasema,
na lihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme, huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Na kushukuru na kuhimidi Mungu wa baba zangu, uliyenipa hekima na uwezo, ukanijulisha hayo tuliyotaka kwako, maana umetujulisha neno lile la mfalme. Basi Danieli akaenda kwa Arioko aliyewekwa na mfalme kuangamiza wenye hekima wa Babeli. Alikwenda akamwambia hivi, usiwaangamize wenye hekima wa Babeli, niingize mimi mbele ya mfalme, nami nitamwonyesha mfalme ile tafsiri. Verse 25. Ndipo Arioko akamuingiza Danieli mbele ya mfalme kwa haraka, akamwambia hivi, nimemwona mtu wa hao wana wa Yuda waliohamishwa atakayemjulisha mfalme ile tafsiri. Mfalme akajibu akamwambia Danieli aliyekuwa akiitwa Belteshaza, je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Danieli akamjibu mbele ya mfalme akasema, Danieli akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi wala waganga wala wanajimu, lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadreza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndoto yako na njozi za kichwa chako ulizoziona kitandani pako ni hizi. Verse 29. Wewe mfalme, mawazo yako yaliingia moyoni mwako kitandani pako ya mambo yatakayokuwa, halafu na yeye afunuaye siri amekujulisha mambo yatakayokuwa. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima iwayo yote niliyo nayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe ile tafsiri, nawe upate kujua mawazo ya moyo wako. Verse 31. Wewe mfalme, uliona na tazama sanamu kubwa sana. Sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana ilisimama mbele yako, na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu ikawa milima mikubwa, ikaijaza dunia yote. Hii ndiyo ile ndoto, nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme na uweza na nguvu na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni na ndege wa angani amewatia mkononi mwako, nawe amekumilikisha juu ya hao wote. Wewe kichwa kile cha dhahabu. Bwana asifiwe sana. Amen. For the sake of time tunaweza simama tu pale, sio? Mfalme Nebukadneza watatu na Bonida anaambiwa wewe ndio hicho kichwa cha
cha dhahabu. Kwa njia nyingine, kwa sababu hizi materials zinawakilisha different kingdoms, na mfalme Nebukadnezar anawakilisha ufalme wa Babiloni, na kumaanisha kwamba the head of gold is the kingdom of Babylon. Wanaweza sifa sana. Now we come back to our passage in Daniel chapter 7. This beast, huu mnyama katika verse 4, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Huo ni mnyama wa kwanza, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huo ni mnyama wa kwanza ambayo tunaambiwa ako katika mfano wa simba, si ndio? Ambayo tunaambiwa alikuwa na manyoya, si ndio? Wings, isn't it? Mabawa ya tai, of course. Simba anajulikana miongoni mwa wanyama, yeye ndio kama kichwa, si ndio? Kwa wanyama. Na tai anajulikana miongoni mwa ndege, yeye ndio kama kichwa miongoni mwa ndege. So katika hiyo verse 4, huyu simba alikuwa na mabawa ya tai, na Daniel anasema nikatazama katika ndoto yake mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, akapewa moyo wa kibinadamu. You look at this and you see nobody else but who? Nebukadnezar the third, ambaye kwa sababu ya kiburi chake Mungu alipeleka wapi? Kwa msitu. Akaanza kutembea kwa miguu minne, si ndio? Walking on four. Anatumia miguu pamoja na mikono, akawa na nywele, akawa mnyama, si ndio? Ambaye Biblia inasema katika hii tafsiri ya chapter 7, Mungu akamuinua tena kwa miguu miwili, akaacha kutembea kwa miguu minne, akaanza kutembea kwa miguu miwili, na Mungu akampa roho wa binadamu. You look at that, you see nobody else, isn't it? You see an animal who is turning to be a human being, isn't it? Badala ya kutembea kwa miguu minne, anatembea kwa miguu miwili sasa, na roho ya mnyama inamuondoka, anapewa roho ya binadamu. Nobody else but who? Nebukadnezar, isn't it? Anaweza asifiwe sana. Representing the kingdom of Babylon, isn't it? Akiwakilisha ufalme wa Babylon. Kitu ambacho tunaambiwa katika hii sura ya 7 ni kwamba ufalme wa Babiloni ukishikanisha na chapter 2, Mungu anamwambia Nebukadnezar, uko na nguvu, uko na mamlaka juu ya ulimwengu mzima, sijui nini, lakini Mungu atamnyenyekesha huyo mfalme, amweke kwa four, atembee kwa four, aende kwa forest, aache kiti cha enzi, na Mungu atamuinua huyo mfalme tena, amrudisha atembee kwa four, kwa two, ampe hati ya binadamu, amrejeshe kwa ufalme tena. Lakini baada ya hiyo ndio sababu tunakuja na the second beast ambao tunaambiwa ni Wamede na Wapashani, na tunaambiwa watakuwa na nguvu
watakuwa na force, they will sweep the kingdom of Babylon. Wanaweza sikia sana. Wataangamiza huo ufalme wa Babylon, ufalme wa Babylon. Na baada ya hao kuangamiza ufalme wa Babylon, si kwamba hao watakuwa na nguvu watadumu milele. Pia Mungu atainua ufalme mwingine ambao ni wa Wagirisi. Nao pia utakuja, nao pia utaangamiza huu ufalme wa Wapashani. Na Mungu anasema na haitakuwa tu hivyo pia. After ufalme wa Greece kuondoa ufalme wa Pashani, we shall have another kingdom. We shall have another kingdom. That will be a kingdom that will not be in a position to be destroyed by human being. Hakuna force itakuwa able sasa kuondoa hiyo ufalme. Wanaweza stressa. Ambao ni ufalme wa nani? Wa Mungu, si ndio? Ambao ni ufalme wa nani? Wa Mungu. So up to there, pengine shikeni tu mpaka hapo. Shikeni tu mpaka hapo. Mwambie ufalme, mnyama ambaye ni simba anawakilisha ufalme wa Babiloni. Katika sura ya pili, hiyo kichwa cha dhahabu kinawakilisha ufalme wa Babiloni. Lakini ndio kuna nguvu utaondolewa na Wapashani na Wamedi. Utaondolewa na Wapashani na Wamedi. Tutaendelea Jumapili ijayo na hiyo maneno, kwa sababu naona ni kama unaanza kubaki peke yako. Unaweza stressa. Nikiona nabaki peke yangu naacha, si ndio? Tutaenda hivyo polepole mpaka tumalize. Nikiangalia tuko na nyinyi, tutaendelea kidogo, lakini nikiona naenda nikibaki peke yangu napumzika, nachukua break ili mchukue hiyo dose kidogo kidogo mpaka tupite hizo sehemu ambazo pengine tunafikiria ni ngumu, lakini tutapita bila. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Tuombe. Tunamshukuru Mungu wetu kwa dakika hizi ambazo umetupa tujifundishe neno lako. Kama Danieli pia na sisi tunajikuta tunasumbuka, tunajikuta hatuelewi. Na Danieli akamuuliza malaika aliyekuwa karibu naye akamsaidia kuelewa. Sisi tunakuja kwako tukijua kwamba Mungu utatusaidia ili tukapate kuelewa. Roho wako Mtakatifu atatupatia ufunuo ambao tunahitaji katika neno hili, tukapate kujifunza yale ambayo umekusudia tujifunze kutoka katika hiki kifungu cha maandiko. Na tunaomba Mungu utusaidie tunapokuwa peke yetu, pia tuendelee kufungua hizi pages na kusoma hizi sura na kuendelea kufanya tafakari zetu peke yetu tukiomba. Tunajua kwamba utatupatia ufunuo zaidi wa kujua lile ambalo umekusudia tulipate katika maandiko haya. Na mara nyingine tena tunakushukuru kwa kutuongoza katika muda huu. Na tunapoenda kuingia katika muda wa ibada, tunaamini ya kwamba pia Roho Mtakatifu atakuwa nasi kutuongoza katika kila njia, katika kila hali. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. As usual, we take a few minutes break.